Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni kukaribisha kwenye kipindi chetu cha reli na matukio. Kipindi ambacho kinakuonesha ujenzi wa reli ya kisasa ya standard gauge. Ujenzi ambao mtazamaji umefikia zaidi ya 51%. Na hii leo shirika la reli Tanzania TRC limepata ugeni mkubwa wa kutembelea ujenzi huu wa reli ya kisasa ya standard gauge, wakiwemo wakuu wa mikoa. Kama ambavyo unashuhudia Mheshimiwa Agrey Mwanri ni miongoni mwa wale ambao wanakwenda kushuhudia ujenzi wa reli ya kisasa ya standard gauge. Lakini mbali na wakuu wa mikoa, wapo wakuu wa wilaya, makatibu tawala, wakurugenzi. Wote hawa wanaongozwa na waziri wa TAMISEMI, ofisi ya Rais Selemani Jafo. Mtazamaji, tutayafahamu mengi huko eneo la mradi, lakini kwa sasa waheshimiwa wanaingia kwenye magari. Kama ambavyo unamwona Mheshimiwa Agrey Mwanri anaelekea kuingia kwenye gari kwa ajili ya kuanza ziara hii ya kutembelea mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya standard gauge. Kwa niaba ya mpiga picha Agustino Bulegea na ofisi ya uhusiano wa shirika la reli Tanzania TRC, mimi ni Beni Mwanantala. Karibu tuungane mtazamaji mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Karibu. Shirika la reli Tanzania. Mtazamaji, ujenzi huu wa reli kwa kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro umefikia zaidi ya 50%, huku kazi mbalimbali zikiendelea kufanyika eneo la mradi, ikiwemo ujenzi wa tuta la reli, upangaji wa mataruma ya zege na kisha zoezi la kutandika reli. Mtazamaji, shirika la reli hivi karibuni kwa mara nyingine tena likaupokea ugeni wa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala mikoa na wilaya, wakurugenzi wakiongozwa na waziri wa TAMISEMI, ofisi ya Rais Selemani Jafo. Mapema asubuhi katika ukumbi wa mikutano Mwalimu JK Nyerere, viongozi hao walipata fursa ya kupewa taarifa ya mradi ulipofikia. Kimkataba ni mkataba tulioingia na wajenzi ni wa kusanifu na kujenga, design build au design construction, language yote kwa itumia. Kwa hiyo wanasanifu, kwa maana wanatafuta alignment. Of course tulishawatengenezea ile preliminary alignment ya awali, lakini details zile wanafanya wao kusema kwamba reli yetu itapita wapi. Kwa hiyo walishafanya design hizo, wao ndio wanaofanya design. Lakini baada ya kumaliza design wanaanza kujenga. Kwa kuna hatua ya kudesign, na wana design vitu vingi tu. Kuna alignment, kwa maana ya kwamba reli yetu itapita wapi. Kwa wakuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma, Singida, lakini all the way mpaka Mwanza, unaweza mkaona kwamba kuna sehemu zingine unaweza kukuta kwamba pamoja na kwamba sehemu kubwa ya ujenzi inafanyika ndani ya reserve ya reli tulionayo, lakini kuna asilimia karibu 40 inatoka nje ya reli. Na hiyo unakuta sehemu zingine na unaweza kukuta tuko ndani ya mita 500, lakini sehemu zingine tunaenda mpaka kilomita 1 mpaka kilomita 2. Kwa hiyo na hiyo ni kutafuta alignment. Ukiangalia reli yetu sasa hivi tulionayo imeenda kinyoka hivi, si ndio? Yaani imepinda. Na hiyo ni kwa sababu wakati ule, kwanza kwa sababu ya speed, lakini vivyo wakati wanajenga miaka 100 iliyopita hawakuwa na technology kama tulionao sasa hivi. Wao walikuwa wanafuata contour. Ndio maana iko karibu na mito, inachukuliwa na mafuriko yanapokuja tunapata shida. Kwa hiyo wanafuata contour kwa sababu wasingeweza kutoboa milima kama technology tulionao sasa hivi. Kwa hiyo inaenda hivyo, lakini kwa sababu ya speed ya reli ambayo tunajenga inabidi iende kidogo imenyoka, na mtaona mtakapokuwa mtakapokuwa kwenye site kule imenyoka, kupinda kwake ni kidogo sana. Na hata kama kuna kevu inaanzia mbali sana, na sio kama sharp kama hivyo reli tulionayo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini Masanja Kadogosa ameongeza kuwa treni yetu ya mizigo itakuwa na urefu wa kilomita 2, hivyo kurahisisha ubebaji wa mizigo kwa wakati mmoja na kwa haraka. Loops, nilikuwa nazungumzia loops zile. Tutakuwa na loops za kilomita 2. Kwa maana ni kwamba tukipanga mabewa yetu yanaweza tukapanga urefu wa kilomita 2. Reli nyingi Afrika zinaenda kilomita 1 baada mpaka 1.2. Na reli yetu sasa hivi ina kama mita 480. Kwa unaweza kuona kwamba vile vile hata kiurefu ile kwamba mnaweza mkafunga mabewa zaidi ya 100 kwenye reli moja, na minimum mzigo ambao tunaweza kuchukua ni tani 10,000 kwa mkupuo.
Na hiyo kwa translation tu ya kawaida katika hali ya kuelezea ni sawa na malori 500 yenye tani 20. Just imagine kama na malori 500 au magari yenu mko 500 hapo kwa mtangulizane. Huo ndio malori ambayo anaweza treni moja ikitoka inakuwa na uwezo huo. Na kwa siku tunaweza kutoa zaidi hata ya treni 5. Kwa hiyo treni 5 zenye tani 10,000 zinaweza katoka kwa siku moja. Logistic hiyo inaruhusu reli yetu kufanya hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba uwezo wa reli inayojengwa na serikali yetu ni uwezo mkubwa sana. Capacity kwa mwaka tani milioni 17, lakini that's minimum, it can go up to mpaka tani milioni 25 kwa ajili logistics tunavyopangilia. Mtazamaji, mgeni rasmi katika ziara hii, waziri wa TAMISEMI Selemani Jafo anaanza kwanza kwa kulipongeza shirika la reli TRC chini ya mkurugenzi mkuu wake Masanja Kadogosa kwa kusimamia vyema miradi mikubwa ya ujenzi ikiwemo ujenzi wa SGR. Na hili tunalipongeza hasa shirika la reli kwa sababu endapo msingesimamia hilo inawezekana mambo yasingeenda vizuri zaidi, lakini tunawashukuru sana na niwatake sana Kadogosa na timu yako. Nini ni timu ya watu vijana. Kwanza wale wa shirika la reli wote simameni kwa nione kulikuwa kumndani. Yani wote ukiangalia hii miundombinu tunazungumzia watu wenyewe ni hawa kabisa. Sisi wazalamo kama watoto wa kike tunaita vihindi videke, yani bado wachanga kabisa. Na vijana waliokomaa, waliopevuka akina Kadogosa. Hii ni timu nzuri, lakini tunafanya maajabu makubwa sana katika nchi yetu hii. Tuende tukaache legacy. Watu watukumbuke. Dadangu pale juzi nilikuwa naye pamoja. Kila wakati anatabasamu. Kadogosa, naomba niuseme katika mashirika yanayofanya vizuri usimamizi, nyewe mnafanya vizuri sana. Endeleeni kusimamia jambo hili. Mheshimiwa Rais ametutegemea sana sisi watu katika viongozi mbalimbali. Ninyi anawatumaini sana. Mnafanya vizuri, pambaneni kusonga mbele. Na hili niwaombe, kaeni chini. Niwaombe Watanzania wote tuwe wazalendo na tuipende nchi yetu. Hichi ni kipindi ambacho kama Watanzania sote kwa pamoja tungeshikana pamoja kuondoa tofauti zetu zote, twende kusonga mbele. Waziri Jafo akawataka viongozi wote ambao wilaya na mikoa yao itapitiwa na reli hiyo ya SGR kuweka kipaumbele cha ulinzi na usalama ili kulinda miundombinu hiyo ambayo inajengwa kwa fedha za Watanzania walipa kodi. Na naomba niwaambie wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, madasi, hii reli inatuhusu asilimia zote 100. Sisi ndio viongozi wa ulinzi na usalama katika maeneo reli inapopita hii. Kuna waharibifu wengine kwa makusudi wanaweza wakataka kufanya sabotage. Hata ikiwezekana wengine zile nyaya za umeme zinazopita, wengine wana roho mbaya tu. Yuko tayari hata singine kufanya reli kuharibu ule waya wa umeme. Kamati ya ulinzi na usalama zina jukumu kubwa la kulinda miundombinu hii. Kwa hiyo wakuu wa mikoa wote by default sisi ni wadau wakubwa wa ujenzi wa reli hii. Na niwashukuru sana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Pwani, mkuu wa mkoa wa Dodoma, mkuu wa mkoa wa Morogoro katika hii awamu hii ya kwanza na viongozi wote wa chini. Kwa kweli wameplay kazi kubwa sana katika kuhakikisha miundombinu hii sasa inaanza kujengwa vizuri zaidi. Lakini nimesema wakuu wa mikoa wote, wakuu wa wilaya na viongozi wote mliokuwa ni wadau katika jambo hili. Kwa sababu hujui leo mkuu wa mkoa Sengine wa Mtwara kesho na kesho kutwa tunakupeleka pale mkoa mwingine ambao reli inapita. Kwa hiyo natakiwa kila mtu hapa alijue, maana kazi zetu sisi ni mobile, kila wakati singine unaweza kuhamishwa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Lakini swala zima la ulinzi wa nchi yetu hasa miundombinu ni jukumu la kwetu sisi sote. Ndio maana nimesema leo hii Kadogosa, timu hii ya wakuu wa mikoa wanaokuja ni timu muhimu sana kwa mustakabali na sustainability ya miundombinu hii yetu ya reli tunayojenga. Ufanisi kibiashara, abiria na mizigo. Mtazamaji, mara baada ya viongozi hawa kupewa taarifa ya ujenzi huu wa reli mpya, ndipo safari ya kuelekea site au eneo la mradi ikaanza. Tanzania.
Wakiwa katika eneo hili la mradi wameweza kushuhudia kazi mbalimbali zinazoendelea, ikiwemo zoezi la umwagaji kokoto juu ya reli kwa kutumia behewa maalum. Mbali na tukio hilo, pia viongozi hawa wameweza kushuhudia kitendo cha reli kuungwa kwa kutumia umeme, yani flashback welding, ambapo reli moja inaungwa na nyingine kwa kutumia msongo mkubwa wa umeme na kuwa moja, kitendo ambacho hutumia sekunde 120 sawa na dakika 2 tu. Baada ya kushuhudia kazi hizo zikifanyika kwenye mradi, waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Selemani Jafo ana lipi la kusema juu ya kasi hii kubwa ya ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Jukumu hili wamekabidhiwa mamlaka ya reli, shirika la reli Tanzania. Kitendo cha kusimamia ujenzi wa reli hii ni fahari moja kubwa sana, na hapa nimeona kwamba tulivyopata takwimu ni kwamba ujenzi unaendelea vizuri, takriban 51% wastani. Ni fahari kubwa tukaya tuanze mpaka hivi sasa, maana ni ujenzi umeenda vizuri zaidi. Kwa hiyo niwapongeze hasa timu yote, hasa timu ya shirika la reli letu Tanzania, lakini mpongeze sana ndugu yangu kijana mwenzangu Kadogosa na timu yake. Hii kazi wamefanya kazi ya kifahari. Na niwaombe vijana wenzangu, tutengeneze trust kwa vijana. Sisi vijana wote tulipewa dhamana kumsaidia Mheshimiwa Rais. Kila mmoja aache kufanya kazi kwa mazoea, aache kufanya kazi kwa maigizo. Kutokana na uthubutu wa Rais Dr. John Pombe Magufuli kudhamiria kujenga reli hii ya kisasa ya SGR kwa kutumia fedha za ndani za Watanzania walipa kodi, Waziri Jafo hakusita kusema hivi: ninaona hii leadership, manake kuwepo fedha ni jambo moja na kusimamia fedha ifanye matokeo ni jambo lingine. Hata kama Mheshimiwa Rais ametoa shilingi trilioni 7, kama usimamizi hauko imara, hakuna kitu kinachofanyika. Kwa hiyo niwapongeze sana vijana wenzangu wa TRC, Kadogosa na timu yake, wanafanya kazi nzuri, waendelee kusimamia kazi hii. Lakini nimepata fahari kwa kuona Watanzania wengi ambao ni vijana mainjinia wa Kitanzania wanasimamia ujenzi huu zaidi ya 80+ huko kwenda 90, na ni jambo kubwa sana, haijawahi kutokea katika mradi mkubwa kama huu. Ninaona sasa mradi huu utazalisha vijana mahiri katika swala zima la taaluma ya katika swala zima tasnia ya ujenzi wa reli. Tunapata vijana wa kisasa ambao ninaamini Watanzania tutakuwa na fahari kubwa sana katika nchi yetu hii. Ama kwa hakika Tanzania yenye miundombinu ya reli ya uhakika inawezekana. Reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu Tanzania. Reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu Tanzania. Asante mtazamaji, kama tulivyokuambia kipindi chetu cha reli na matukio, sasa tumefika hapa Soga, ambapo tupo ndani ya kiwanda cha utengenezaji wa mataruma ya zege na tupo na viongozi mbalimbali. Lakini hapa mtazamaji, nitumie nafasi hii kuzungumza na mkuu wa wilaya, atajitambulisha kwamba anatokea wilaya gani. Karibu sana Mheshimiwa, jina kamili. Jina langu ni Sofia Mfaume Kizigo, ni mkuu wa wilaya ya Namtumbo, inapatikana mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa, pengine wa Tanzania hasa wakazi wa Namtumbo, wewe kama balozi wao, wangependa kufahamu umeona nini kwenye mradi huo ujenzi wa reli ya kisasa? Kwanza kabisa ni mapinduzi makubwa sana, kwa sababu katika miradi mikubwa inayojengwa Afrika, huu ni mmoja wapo. Lakini pia kama tunavyofahamu, sasa hivi tunakimbizana na kasi ya uchumi. Siasa ni uchumi, na wananchi sasa hivi wanachotaka wao ni namna ya kujikwamua kiuchumi. Hii reli ambayo itajengwa kwa awamu ya kwanza kuanzia hapa hadi mkoa wa Morogoro, then tutaenda mpaka mkoa wa Dodoma, tutaenda mpaka Mwanza. Itasaidia sana kwa sababu moja, itapunguza muda ambao unatumika barabarani watu kusafirisha mahitaji mbalimbali, lakini ufanyaji pia biashara. Sababu hii reli ikikamilika, mtu ataweza kwenda Dodoma na kurudi mara 8 kwa siku moja. Kwa mtu ana uwezo wa kufanya kazi Dodoma akaishi Dar es Salaam. Asante sana, nakushukuru sana mheshimiwa, na hongera sana kwa kushuhudia mradi huu. Naam, mtazamaji wa Reli TV, mtazamaji wa Reli na Matukio, naungana hapa na mkuu wa wilaya ya Ilala, Sofia Mjema, ambaye huyu naye mradi umepita kwenye wilaya yake. Kwanza kabisa na mimi naomba nifurahie kwa ile jambo ambalo nimeliona. Nilikuwa nauona mradi pale Ilala tu, lakini mradi huu umekisani mpaka hapa tulipo Soga. Kwa kweli mradi huu ni mkubwa na utakatusaidia sana sisi. Lakini nashukuru sana kwa sababu mradi pia huu umeweza kuwapa wananchi wetu vijana kazi za kufanya. Asante sana Mheshimiwa Sofia Mjema, pengine la mwisho unawaambia nini wana Ilala kuhusiana na mradi huu?
Mimi nataka niendelee kuwaambia kwamba wasione mradi huu ni mdogo wakawa wanapuzia. Waendelee kuhakikisha kwamba wanaiunga serikali yao mkono, wanaunga mradi mkono, lakini wanahakikisha kwamba wanalinda yale maeneo. Asante sana Mheshimiwa Sofia Mjema. Asante sana. Mtazamaji, huyo ni mkuu wa wilaya ya Ilala, Sofia Mjema. Mheshimiwa, jina lako kamili nani? Naitwa Pololeti Kamando Mjema, mkuu wa wilaya ya Songea. Mkuu wa wilaya ya Songea. Hebu tuambie Mheshimiwa, kwanza umeshuhudia nini kwenye mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa? Kimsingi mradi huu ni mradi muhimu kwa uchumi wa nchi yetu. Ni mradi ambao kwa kweli utakapokamilika utaleta mapinduzi makubwa ya kiuchumi katika nchi yetu. Tumejifunza kazi kubwa ambayo inafanyika na Watanzania wenzetu. Tunaona mataruma yanatengenezwa hapa, lakini reli inajengwa kwa kasi sana. Tunaamini kabisa mradi huu ukikamilika, mradi utakuwa wa mfano katika bara la Afrika na nchi zingine ambazo hazijapata kuwa na mradi wa reli ya kisasa kama huu. Asante sana Mheshimiwa. Nakushukuru sana. Mtazamaji, huyo ni mkuu wa wilaya naye pia ambaye amepata fursa ya kusikiliza taarifa mbalimbali kuhusiana na ujenzi wa reli ya kisasa ya standard gauge. Ndio. Mheshimiwa, hebu niambie kwanza, Dodoma reli inapita, lakini hiki ambacho umekiona kuanzia kilomita 0 hadi hapa 50 Soga, umeona nini? Ndugu yangu, ambacho naweza kuambia Watanzania, Afrika na dunia kwamba kama ni rais sasa tumepata kwa Afrika nzima wa mfano. Na rais huyu tunaweza kumshinanisha na marais wengine wengi duniani, sio walio hai leo, wale marais wengi waliofanya mambo makubwa duniani. Rais John Joseph Pombe Magufuli. Nilichoweza kushuhudia katika kilomita 50 ambazo tumeziona ni jinsi ambavyo fedha yetu ya ndani inavyoweza kufanya mambo makubwa kwa sababu ya kutunza fedha vizuri, kukusanya fedha vizuri, lakini pia kusimamia sera vizuri, mikakati ya maendeleo kusimamiwa vizuri, pamoja na uratibu wa mipango yote ya kimaendeleo katika taifa letu. Sasa nimeweza kuona ndani ya kilomita 50 kwamba tayari madaraja yamekisha kuwekwa, zile beam zimewekwa, vyombo vinatoka hapa Tanzania, simenti inatoka Tanzania, zaidi ya mifuko milioni 9 inatoka Tanzania. Ajira iliyo kubwa iliyotengenezwa na Watanzania ni ajira kubwa sana ambayo Watanzania wameajiliwa nayo, lakini zaidi kubwa zaidi unaweza ukaona ni jinsi ambavyo Watanzania zaidi ya 42% katika wale wawekezaji kwa maana ya mafundi wataalamu ni wa Kitanzania zaidi ya 42%. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, Watanzania wangependa kufahamu jina la kamili la. Mimi naitwa Kisare Makore. Naam, Kisare Makore. Yes. Tuambie Mheshimiwa Kisare Makore, mradi umeuonaje kwanza? Kwa kweli lazima niseme kwamba kwa haya mambo ambayo yanafanyika, ile ambalo tumeliona hapa ni jambo kubwa. Kwanza the level of investment ambayo inafanyika hapa kwa kazi ambayo inafanyika kwa ajili ya mradi unaotengenezwa hapa, lakini pia kwamba haya yote yanayofanyika, malighafi inayotumika kwa ajili ya ujenzi wa mradi huu wa standard gauge, kwamba vifaa vyote hivi vinapatikana hapa na vinatengenezwa hapa kwetu site, ambayo pia ni fursa kwa viwanda vyetu, ni fursa kwa wananchi wetu, kwa vijana wetu ambao wanafanya shughuli katika maeneo haya. Kwa kweli ni jambo la kupongeza, big up to the president. Asante sana. Naam, mtazamaji, nazungumza hapa sasa na mkuu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Aggrey Mwanri. Mkoa wa Tabora ni moja kati ya mkoa ambayo reli hii itapita, lakini pia reli ya mita gauge nayo iko pale mkoani Tabora. Mheshimiwa Aggrey Mwanri, maarufu wanapenda kukuita mzee wa sukuma ndani. Hebu Mheshimiwa, kwanza hebu tuambie kwanza umeona nini, mabadiliko gani? Maana uliwahi kuja kwenye reli hii. Kwa kweli mimi kikubwa nilichokiona hapa, nimewahi kuja tena mara nyingine, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwamba ametuleta tena huku kuweza kuona mafanikio na hatua kubwa ambayo tumepiga. Ukiwa na standard gauge, hata ukisikiza mafunzo ambayo ametolewa leo hapa, maana yake unaleta mapinduzi ya haraka sana katika swala la viwanda, na kilimo chetu kitapiga hatua kubwa na maisha ya wananchi yatabadilika. Kwa hiyo sisi tunachosema ni kwamba kwa kweli tunazidi kuliombea jambo hili kwa Mwenyezi Mungu ili tuweze kupiga hatua kubwa zaidi, lakini mafanikio haya ni mafanikio makubwa na tunaipongeza serikali sana. Mtazamaji, reli na matukio ikaendelea kuzungumza na viongozi wengine mbalimbali juu ya ziara hii ya kutembelea ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Mabadiliko ni makubwa kwa sababu tayari tunaona ile scenery inakuwa ni nzuri zaidi, lakini sisi kama wilaya Kisarawe tumefaidika kwa namna nyingi sana na mradi huu. Tunayo malighafi mbalimbali za ujenzi ambazo tumeweza kusupply kwenye mradi huu, ambayo imeweza kutusaidia sasa sisi kama wilaya
kufanya hata tafiti ni jinsi gani tunaweza tukaboresha hizi malighafi zikawa na tija zaidi ndani ya wilaya yetu ya Kisarawe. Lakini pia mwenzetu wa Yapi Mekeza akishirikiana na TRC tumekuwa tukishirikiana katika kampeni yetu ya Tokomeza Zero. Mpaka sasa tumejenga madarasa 3 na kurekebisha madarasa 2, lakini tunaenda kujenga tena madarasa 3 na bweni 1. Kwa hivyo ni mradi ambao umekuwa na manufaa mengi sana. Ukiachana tu na ule mradi wenyewe, lakini hata kwa upande wa jamii ya Kisarawe imenufaika sana na mradi huu wa Huu sasa ni uchumi, tunakwenda kwenye uchumi wa viwanda. Kwanza kabisa ni kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Pombe Magufuli, kwamba tunakwenda sasa kwenye uchumi wa viwanda, na kwamba sasa inabidi sasa sisi tujiandae kuhakikisha kwamba tunahakikisha kwamba hii reli sisi ndio tutakayoitumia. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunaanza kujiandaa kimawazo, kifikra, upande wa uzalishaji, kuongeza juhudi zetu kuhakikisha kwamba tunatumia sasa nafasi yetu tulionayo kuhakikisha kwamba hii fursa ya treni tunaitumia vizuri. Tumejionea progress na kwa kweli imeleta matumaini makubwa kwamba kumbe mradi unaendelea kwa kasi, na ndani ya kipindi kifupi tutashuhudia sasa treni yetu ya kisasa kabisa ikianza safari kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro. Wananchi wa Iringa wataguswa na reli hii kwa maana ya kwamba hata kama haitapita lakini wataitumia kwenye usafiri. Unawaambia nini kama balozi wao? Kwanza ni kukamata fursa, kwa sababu hii ni fursa kubwa ya kiuchumi, na Iringa tunazalisha chakula, Iringa tuna viwanda vingi vya mbao na bidhaa za mbao, na kutoka Iringa mpaka kuunganisha na reli hii ni mwendo wa masaa machache. Kwa hiyo badala ya malori kusafiri kutoka Iringa kwenda Dar es Salaam ama Mwanza, yatakuwa yanakwenda ama kuunganishia Morogoro ama kuunganishia Dodoma. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa, itasaidia uchumi, itazalisha ajira na itakuza biashara ndani ya mkoa wetu. Nazungumza hapa na Mheshimiwa Gordon Gondwe, mkuu wa wilaya ya Handeni Tanga. Asante. Mheshimiwa Gondwe, reli umeiona. Umeshuhudia kitu gani ambacho kimekuvutia zaidi? Ukubwa ni kwamba ni vitu ambavyo hatujavizoea kuviona katika bara Afrika, hasa kwa njia ya Afrika Mashariki na Kati, lakini leo hii tunaona kwamba ni mambo ambayo yanafanyika kwenye nchi yetu ya Tanzania na yanafanyika kwa fedha zetu sisi wenyewe wa Tanzania. Hii ina maana gani? Inamaanisha kwamba hii itarahisisha biashara kati ya maeneo ambayo SGR inapita, reli inapita, kwamba Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma mpaka Singida na baadaye mpaka Mwanza. Ina maana kwamba kama mtu alikuwa ananunua mahindi kwa bei ghali kidogo au alikuwa ananunua samaki kwa bei ghali kidogo kutokana na usafiri ulikuwa ni ghali, sasa utakwenda chini. Kama mtu kama anatumia masaa 11 kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam au masaa 7 kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam, atatumia masaa 3 ina maana kwamba kutakuwa na uokoaji wa fedha na kuinua kwenda uchumi ule wakati. Kwa hiyo hii ni swala ambalo litamgusa kila mtu katika kunyanyua uchumi katika maisha yetu ya Tanzania. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Asante sana. Reli yetu kwa maendeleo yetu, taifa letu Tanzania. Mtazamaji, kwa mujibu wa wataalamu wa mambo ya usafirishaji duniani, wanasema kuwa usafiri wa reli hupunguza gharama ya bidhaa kwa asilimia kati ya 30 hadi 40 na kuwa ni kichocheo kikubwa cha uchumi kwa taifa husika. Kutokana na ukweli huo, mtazamaji, hizi ni baadhi ya faida za reli wakati wa ujenzi na hata mara baada ya ujenzi kukamilika hapa nyumbani Tanzania. Nafasi ya Watanzania kupata ajira imedhihirika kwa kiwango kikubwa, ambapo hadi sasa zaidi ya ajira 8,000 zimetolewa, na miongoni mwa ajira hizo asilimia 90 zimechukuliwa na wazawa. Wakandarasi wazawa wamepata fursa ya kushiriki moja kwa moja kutoa huduma, ambapo jumla ya wazabuni wapatao 500 wanashiriki, na kati yao 15 ni kandarasi za kati kwenye ujenzi huu wa SGR na kujifunza ujuzi ambapo haukuwepo mwanzoni katika sekta hii ya ujenzi nchini. Viwanda vyetu vya nyumbani vimepata nafasi ya kuuza nondo na saruji kwa mkandarasi anayejenga reli hii ya SGR. Hebu tuangalie faida za ujenzi wa SGR mara baada ya kukamilika, ikiwa ni pamoja na kuongeza soko la ndani na kuimarisha shilingi ya Tanzania, yani economy localization. Hii ni kutokana na treni kutumia umeme utakaozalishwa hapa nchini. Treni za kisasa zitasaidia kupunguza mrundikano wa mizigo kwenye bandari ya Dar es Salaam. Faida nyingine ni pamoja na ongezeko la usafirishaji wa mizigo, ambapo reli itabeba mzigo mpaka tani 10,000 kwa mkupuo, sawa na uwezo wa maroli 500. Reli hii ya SGR itapunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya magari makubwa kwenye barabara na kupelekea kupunguza ajali na kufanya barabara kuwa njia salama zaidi ya usafiri. Lakini kubwa zaidi ni uokoaji wa muda wa kusafiri kwa abiria na mizigo,
ambapo itasaidia kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Hii ndiyo reli ya kisasa ya SGR. Naam mtazamaji, ama kwa hakika umejionea mambo mbalimbali kuhusu mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa, lakini kubwa zaidi ikiwa ni ziara ya viongozi hawa ambao wamejionea kwa macho yao wenyewe. Mtazamaji, hakuna marefu yasiyo na ncha. Kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndiyo mwanzo wa kipindi kingine. Kwa niaba ya mpiga picha Agustino Bulegea, ofisi ya uhusiano ya TRC, mimi ni Beni Mwanantala, nikutakie siku njema mtazamaji, tukutane tena wakati ujao.